ndio hii ni kuwa kuna ni mtikisho mkubwa. Ndio. Na sitaki kuingilia kusema yale yalikuwa ndani ya chama chenyewe cha CCM. Hilo wanaweza kusema wenyewe, ndio wanajijua wenyewe. Manake wakati mwingine wanasema kuwa wakati Mwalimu alipokuwa katika kiti, bahari ilikuwa shwari Ubisikia mtu yote anasema yeye tu. Uone kusema mbele Mwalimu wewe. Nyinyi mlikuwa mjazaliwa bado wakati huo. Japo kidogo historia tumeipata. Mwalimu huwezi kusema mbele Mwalimu. Huwezi. Anasema peke yake tu. Yote. Sasa lakini hatusemi kama mlaki ndio kwa mataifa yanakuwa. Ule ulikuwa labda ni uchanga wetu. Sasa tunakuwa. Demokrasia inapanuka zaidi. Leo ukipata rais hata mtu mwingine aseme tunaonekana kesho watu wote lakini waseme kwa adabu, sio sema kwa adabu. Kwa tena mheshimiwa hapa nisingekuwa hivi na siku hizi manake mitandao hii bunge lenyewe liko mubashara ndio swali watu wote wanasikiliza, wanajua majua. Sasa hii ndio hali ambayo tuko nayo, sasa kishindo. Naam. Kwa sasa Mzee Mohamed, ukijaribu kuangalia hivi karibuni kumekuwepo na mashinikizo mengi ya kimataifa. Katika mashinikizo hayo tofauti, huenda ndio sababu kubwa ya kumfanya mheshimiwa jiuzulu. Ni tabu kusema. Ni tabu kusema kwa sababu manake makamu gani wa rais atajiuzuru kwa sababu ya mambo yanayotokea nje ya serikali yake. Kama mikopo itakuwa migumu kupatikana, kuna njia nyingine watu kuhangaika, lakini tunao marafiki sisi ambao tukienda kwao watatukopesha tu, wala kuna shida. Tanzania bado Tanzania ina heshima yake katika siasa za dunia bado. Leo ukiungwa mkono na Tanzania unahisi wamekuunga watu ambao wanajua nini wanafanya. Sidhani kama hili ni sababu yenyewe. Labda kama ukiniuliza wewe unadhania ni sababu gani? Hebu nijuze wewe unadhani ni sababu gani? Ngoja nikwambia. Unajua wazee wetu walipoungana 64 haikuwa petikia kwa siku Mzanzibari atachukua nchi hii atatawala. Haikuwa petikia. Sasa naweza kusema hii ni teething problems. Yaani mtoto anapoanza kuokota meno mara anapata homa, mara anaharisha, wanaita wazungu ta teething problem. Anaanza kuokota meno. Sasa sisi tunaanza kuona ule uwezekano kuwa haitokuwa muungano itatawala bara kwa kitu cha urais, kuwa vile Wazanzibari kile kitu watakishika. Sasa tujifunze kuzoea kuwa na rais kutoka Zanzibar. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu lina tafsiri gani katika siasa za Tanzania? Ni jambo la kushtua, si jambo jepesi hivyo, ni jambo la kushtua. Kwa sababu ukiacha ile ya jumbe ndio hii itakuwa na kishindo chake vile. Si kidogo, sengine kishindo chake itakuwa kikubwa kuliko cha jumbe. Ndio. Kwa sababu jumbe alikuwa na watu wa kumunga mkono. Mwalimu kamkalia kooni Dodoma pale anajibu peke yake. Lakini hii ya Nchimbi, wa Dr. Nchimbi, makamu wa rais, na hali ya siasa ambazo sasa hivi tunayo nchini hapa, ile si jambo dogo.
Ndio. Kuna mtikisho kidogo. Ndio. Nje ya chama na ndani ya chama cha CCM. Na nadhani ndio maana na wenyewe wamekuwa kimya kidogo. Wanapima upepo unakwendaje. Na mpaka sasa kama ni kweli si kama mmekaa bure. Serikali hailali bwana. Serikali inalala. Hailali. Sisi tukulala wako macho wafanya kazi bwana. Ndio maana tunalala kwa starehe kwa ajili ya wao. Hili itakuja ni kishindo kikubwa. Na kama ni kishindo kikubwa, we ni mwanahistoria. Baada ya Abdu Jumbe kujiuzulu katika kipindi hicho cha miaka ya 82 huko, tukizungumzia muktadha wa kisiasa, kwa sasa hivi ukijaribu kuangalia baada ya tukio hili, siasa za Tanzania unazipa picha gani, unazionaje? Nachukulia kwa Franki, unaniuliza kuwa kuna tofauti gani ya miaka ile ya Jumbe na miaka hii? Hiyo tofauti kubwa ipo. Leo hapa nyumbani sasa hivi tuna matatizo mengi. Ndio. Ndio kwanza tumetoka katika balaa lile lilotukumba la uchaguzi. Hatujalimaliza. Rais Mama Samia Daktari kaweka tume ichunguze hii habari. Mpaka tujue nini, kwa nini tumefika hapa. Tuna kesi inatushughulisha karibu mwaka tayari sasa. Ndio. Ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Mughwai Lissu. Naam, yatuhangaisha. Sisi iko mahakamani. Maneno katika mitandao ya kijamii ndio nyinyi mnafanya kazi. Unaona wewe sasa hivi baada ya kupumzika unanipigia simu mimi kutaka kujua. Hali ndio hii.